Ise, kuna kila haki ya mwanaume yote kukupenda. Umeshaona tayari mwili wangu wote. Kilichobaki sasa nataka ugeuke ili nitoe kifungasho changu. Maana mimi ndako nina aibu. Basi nafumba macho. Bana, geuka, tunachelewa. Ujue tunachelewa. Geuka. Nimeelewa. Mpaka nigeuke tena. Mbona niamini? Sasa mpaka mimi tumefika hapa afu nisikuamini. Geuka. Okay, nageuka. Alafu fumba macho. Babe. So, baby. Baby. Yes, babe. Babe, nimeshamaliza kazi. Yaani amekufa kabisa. Hapa kilichobakia na kusubiria wewe tu uje ili tujue huu mwili tunaenda kuhifadhi wapi. Sawa. Mimi nimekuelewa. Na hongera sana sana kwa kazi nzuri kipenzi. Sasa basi, kuwa makini sasa hivi. Usiruhusu mtu yote aingie ndani. Yaani namaanisha hakikisha haufungui mlango wako. Hata kama kuna mtu utasikia anabisha hodi, mpaka usikie huo mlango umegongwa mara 3. Ukishasikia hivyo, basi tambua ni mimi nimefika. Hapo una uwezo wa kufungua. Umenielewa baby? Sawa babe, fanya haraka basi maana naogopa. Alafu nakupenda babe. Hello? Dada, karibu. Ujue nini dada, ndo nimetoka kuoga sasa hivi. Subiri basi kwanza nibadilishe nguo, nakuja.
Nimekuja kufuata kodi yangu. Dada, naelewa kama una dai lako ya kodi, lakini nikopo, naomba univumilie kwa siku 2-3 hizi dada yangu. Nipokee tu pesa yangu ya mchezo. Nitakugea lako yote ambao unaonidai. Dada, naomba univumilie. Nimesha kuvumilia miezi 2. Inatosha. Nahitaji utoke nifunge chumba changu. Dada, usinifanyie hivyo. Mimi mwanamke mwenzio utambua, dada. Naomba uondoke. Dada, sikia nikwambie. Yaani hapa katikati hapa siku 2-3 hizi napokea langu ya mchezo. Nikisha pokea tu pesa yangu nakupa lako yote ambao unaonidai dada. Hapana, sina tena muda wa kuvumilia. Naomba utoke kwenye nyumba yangu. Naomba ufunguo. Dada, nivumilie. Naomba ufunguo wangu nifunge chumba changu. Dada, mimi ni mwanamke mwenzio. Subiri nakupa. Nipe ufunguo. Sasa dada, unafungaje mlango lakini jamani? Nafunga mlango kwa sababu hujalipa kodi yangu. Pisha. Sasa dada, umefungia simu yangu ndani. Wacha basi nikachukue simu. Dada, basi mimi mwanamke mwenzio, kwa nini unifanyia hivyo? Jamani. Baby, weisha tu hapa niende mwenyewe. Basi kuna shida. तू सुबह की पहली किरण, मैं आधी रात की तन्हाई। Vipi? Mbona umetoka huko umenifuata mpaka huko? Si nilikwambia ubaki kule nyumbani unakuja mwenyewe? Yule nani? Hebu ongea kilichokuleta bana. Maana naona kabisa mguu wako ulikuwa unakuja nyumbani. Haya, ongea kilichokuleta. Nini? Okay, sawa, haina shida. Mwenye nyumba amekuja pale nyumbani. Amechukua funguo kafunga chumba chake na kuondoka. Anasema kwamba mpaka nimpe kodi yake yote anodai ndo atarudisha mimi funguo. Labda ukizingatia na mwendeni kuna ile maiti. Mimi naanzaje kukaa pale nyumbani? Naanzaje na kuuliza au unanilaumu tu? Sasa mbona hii changamoto kama mlango umefungwa tena? Dekan, sikiza nikwambie. Yaani hebu kama unayo hela, naomba tu tukamlipe yule mama ili tujue tunafanyaje na ile maiti mule ndani. Tujue tukahifadhi wapi, maana mimi nimeshachoka. Alafu na chengine, uliniambia kwamba baada ya kumuoa yule mkaka, utaniambia kwa nini muue. Sasa nataka uniambie kuna siri gani hapo inayoendelea? Unataka kujua kwa nini nilitaka yule jamaa tumuue? Iko hivi. Yule mshikaji nilitaka auawe. Ni kwa sababu anatembea na mwanamke wangu nayempenda sana. Sana. Wewe. Mbona kama vile unakosea? Mbona sitembei naye? Na unaanzaje kusema hivyo yani? Merimela. Mwanamke naimaanisha hapa nayempenda sana. Sio wewe. Ni nani sasa? Ni huyu ambaye ulikuwa unauliza ni nani. Huyo ndo mwanamke nayempenda. Nampenda sana kutoka ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nilikuwa namuona anatembea na yule mshikaji. Sikutaka kushia mapenzi tena. Nilichoamua ni kumuua yule mtu. Na ndio maana niliamua nikutumie wewe ili auawe. Kwa sababu unajua sisi wanaume ni wadhaifu sana mbele ya wanawake. Ni hivyo. Dekan. Kumbe ulikuwa unanitumia mimi, si ndio Na kuuliza ulikuwa unanitumia? Ina maana kumbe yote ambayo nimefanya mbona sikuelewi wewe? Uliniambia ni muue yetu nina mapenzi lakini kumbe hamna. Unampenda mwanamke mwingine, si ndio? Nisikilize Merimela. Mimi sikuwa nakutumia wewe. Ila wewe uliwahi kunitumia mimi hapo mwanzo.
naomba nikwambie ukweli. Mapenzi ya mimi na wewe yaliishi ile siku nilipofuma message za mapenzi kwenye simu yako. Unachati na mwanaume mnakumbushana mlichokifanya usiku wake. Ulidanganya hiyo siku unaenda club kuenjoy na marafiki zako. Ina maana ulitoka club ulienda kulala na mwanaume. Baada ya kuona hizo SMS, mapenzi mimi na wewe yalishia hapo. Japo uliniomba msamaha nikakwambia kwamba nimekusamehe. Lakini sikuwa nimekusamehe wala. Moyoni nilibaki na maumivu makali sana. Licha mapenzi yote nilokuonyesha uliamua kufanya kile kitendo. Ulitegemea nikwambie kwamba nimekusamehe na kweli wewe unamaanisha? Kama ulikuwa hujui, acha nikujuze leo. Mwanaume hasamehe hata siku moja ukishamchiti. Ikitokea amekwambia amekusamehe, basi kunakuwa na sababu tu. Kama sio moja, basi ni zaidi ya moja. Pengine labda hana sehemu nyingine ya kumaliza haja zake na ndio maana anataka kukusamehe kwa kipindi hiko. Ila akishampata mwanamke ambaye anamhitaji lazima atachana na wewe. Au anataka kutumia kama ambavyo nilikuwa nataka nikutumie mimi. Natosha. Nini unafanya hiki? Nakuuliza nini unafanya? Yaani mimi baada ya kumwona tu unaniambia oti yako ndo kuniambia tangu mara ya kwanza. Kwa nini? Kwa nini unanifanya hivi? Mungu mimi nafanyaje? machozi yana beba damu, प्यार ने तुमको तो दे दिया, ओ मेरी मैना। Habari yako? Salama. Shikamoo. Marahaba. Mjumbe nimemkuta? Hapana, ameenda dukani mara moja. Kwani una shida gani? Unaniuliza hivyo wewe ni mjumbe au ni mtoto wa mjumbe? Mimi mtoto wa mjumbe. Sasa kama wewe ni mtoto wa mjumbe, nikikuelezea shida yangu utanitatulia au ndo mpaka tumsubirie mama yako arudi? Samahani dadangu, sijakuuliza kwa ubaya. Karibu ukae, mama hatochelewa, sasa hivi atarudi. Hilo ndo loliacha. Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba. Kwema? Kwema. Karibu. Nimekuja muda mrefu, ila binti yako ameniambia umeenda dukani. Nilitoka mara moja naenda dukani. Sawa. Mjumbe, mimi kilichonileta hapa nina matatizo, na matatizo yangu ni juu ya mpangaji wangu. Mpangaji wangu ananisumbua sana kodi. Aha, sawa. Huyo mpangaji wako ana muda gani hajalipa kodi? Ana miezi 2. Kila nikimdai anapita huku anatokea huku. Kwa hiyo naomba unisaidie. Sasa mwanangu, nilikuwa na shauri. Kwa nini usimvumilie kidogo? Maana hali ya sasa ni ngumu. Hapana mama, nimeshamvumilia vya kutosha. Nahitaji unisaidie kwenda kumtolea vitu vyake ndani. Nimeshindwa kumtoa mimi, asije akasema nimemwibia, na ndio maana nimekuja kwako kupata shauri. Nahitaji kuingiza mpangaji mwingine. Haya. Ya nijiandae basi twende. Kwa nini umeniua? Naongea nawe, kwa nini umeniua? Zamani. Ili nikusamee, nirudishie roho yangu. Na kama uwezi, acha na mimi nikuue.
Usiniue. Usiniue. Lecture. Melimela, mbona kama uko sawa vile? Na vipi, mbona uko hapa? Sipo sawa, ila usijali, nitakuwa sawa tu. Kama upo sawa, twende nyumbani kwangu basi ukapumzike, maana sikai mbali sana na maeneo haya. Hamna lecture, asante, usijali. Unaweza kwenda tu. Lakini uliniambia uko sawa juu. Na wasiwasi na unaweza usifike nyumbani pia. Kwa jinsi ninavyokuona. Kwa usalama wako tu, kama utojali. Twende nyumbani kwangu upumzike tu. Lecture, asante, unaweza ukaenda tu. Mimi wacha niende zangu nyumbani. Okay, sawa. Take care. Mjumbe, mpangaji mwenyewe ni huyu. Afadhali umekuja. Tulikuwa tunakusubiria wewe. Nimeenda kumfuata mjumbe ili tuje hapa tutoe kile kilichokuwa chako huko ndani. Nimebadili maamuzi. Sitaki tena kuupangisha. Mawe ni msumbufu sana. Naomba uondoke na mimi niache na chumba changu. Dada nakuomba, nilikwambia naomba unisikilize siku mbili tatu hizi, mimi nitakupa kodi yako nikipokea pesa yangu ya mchezo. Dada usinidhalilishe nakuomba. Hapana, siwezi kukuvumilia tena. Hiyo miezi miwili niliyokuvumilia inatosha. Nafungua chumba changu, tuanze kutoa kimoja baada ya kingine. Sitaki tena kuwa na mpangaji kama wewe. Mpangaji msumbufu kama nini?